Wamiliki wa mifugo hiyo Bwana Mapambano Ndegea na Sizia Ndegea wamesema walifika eneo la tukio na kukuta ng'ombe wanne tayari wamekufa, huku wengine wakipewa matibabu ya awali katika jitihada za kuwanusuru. Tukio limenikuta niko Rwamgasa, niko kazini. Kapigiwa simu kwamba kuna ng'ombe zako huko wamefariki kwa kutegwa sumu. Kuja kufika kwenye tukio, ng'ombe nikakuta wameanguka wa ng'ombe wanne. Ng'ombe wengine tukawatengenezea dawa, wekea maziwa wao wakatulia. Na mwenye bwana mifugo akaja akachanja dawa zile zingine zimepita zingine. Baada ya kupewa taarifa hizo, tuliandamana kuja mpaka kwenye tukio hapa, na tukakuta tuliingia kule sisi nyuma kule kwenye ile ng'ombe moja. Tukakuta ile ng'ombe ndio inakata roho. Baadaye niliuliza ni ngapi, walinielekeza zingine 3 ziko kule chini. Tulipofika huko chini tukakuta hizo 3 zenyewe zimekufa. Baada ya kukuta zimekufa, niliwauliza kulikoni. Wakasema zimekula maganda haya hapa. Hayo maganda yalikuwa na sumu ambayo tujui ni sumu gani. Tulishangaa tu, tukawa hapa wote tukapata alama ya mshangao kwamba ni nani anaweza kufanya hivi. Tumekaa hapa kufika mpaka kama saa 1 na kitu. Uongozi wa Nyamsebei ulifika hapa, tukashikiana pamoja na wananchi. Tumekaa kidogo, mnamo kama majira ya saa 5. Maaskari wa Katoro pamoja na Bakilifu walifika hapa, waliuliza kulikoni. Tukawaeleza kwamba kilichotokea ndio hiki mnachokiona hapa. Walituuliza ni nini, mnaweza mkamtambua amefanya hiki? Tuliwaambia hatuwezi tukamtambua, lakini hili swala ninachoamini kabisa kwamba huu mgogoro umefanywa na wakulima. Kinachoaminisha kwamba limefanywa na wakulima, wakulima wanakuwa wanang'ang'ana sana kukataa kuchunga kwenye mashamba yao. Lakini changamoto tunaiomba serikali sasa, kama inakataa tusichungie kwenye mashamba haya, tunaomba serikali tupatie maeneo sasa ya machungio. Akitoa ushuhuda wa tukio hilo, mwenyekiti wa kitongoji cha Ibondo Bwana Cornel Lupimo amelaani kitendo hicho alichokitaja kuwa ni cha kinyama na kinachoweza kuhatarisha amani na usalama miongoni mwa wananchi. Kwa kweli ni kitendo cha ukatili. Mnyama kama huyu anahitaji kuishi kama vile ambavyo wewe mwanadamu unavyohitaji kuishi. Anahitaji kulindwa kama wewe ambavyo mwanadamu unahitaji kulindwa. Sasa mauaji ya jinsi hii ni mauaji ya kikatili. Ijapokuwa mfugo kama huyu basi Mungu alimuweka kama kitoweo, lakini basi apate maisha, ufupisho wa maisha kwa maana ya kwenda kutumiwa kitoweo. Lakini kwa jinsi hii ni mauaji ya kikatili. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa kitongoji ambaye sipendi swala kama hili litokee, maana wafugaji wengi na wakulima wamekuwa wakiharibiana mazao, lakini tunawapatanisha, amani inapatikana, maisha yanaendelea. Kwa hiyo mimi kitendo kama hiki ambacho kimefanyika hapa, kwa kweli nakilani kama mwenyekiti wa kitongoji ambaye ndio nahitaji amani na usalama uendelee kuonekana katika eneo langu. Kwa hiyo mimi ninaomba tu, natoa wito kwa watu walio na tabia kama hizi, basi wakome. Na kama pengine mfugo wameharibu mazao yako, uongozi upo, nenda kauone, wale mifugo wakamatwe, wapeleke kwenye uongozi, aitwe miliki wa hiyo mifugo, basi mazungumzo yafanyike ya amani na maisha yapate kuendelea. Lakini kwa vile basi serikali imeshafika katika tukio hili mara kwa mara, na wala sio mimi tu mwenyekiti wa kitongoji, kuna ngazi na ngazi zimeshafika hapa, basi zichukue sheria, serikali ichukue sheria kwa mwenye eneo, maana hata hili eneo hakuna hata pengine mazao ambayo pengine yalionekana kuharibiwa, ni nyasi mtupu. Kwa hiyo pengine kama anajulikana huyu mwenye eneo, nimejaribu kupeleza mwenye eneo ni nani, akaonekana wanasema ni wa Katoro. Mwenyekiti wa kijiji cha Mnekezi kata ya Kaseme, mahala ambako inadaiwa kuwa mifugo hiyo ndiko ilikotoka, Bwana Felician Mlazi amekemea vikali tukio hilo, akisema kuwa matumizi ya sumu katika mazingira ya wananchi ni hatari. Maganda ya viazi yametegwa ndani ya shamba lake, ingawa tujajua sasa kwamba ni yeye ambaye amehusika au ni watu wengine wamehusika katika kutengeneza mtego huu wa kutega ng'ombe ili wakipita maeneo haya waweze kula sumu hiyo na kufa. Waliofanya hivi lazima tujue ni wakulima. Ni wakulima kwa sababu
ng'ombe hawa huwa wanachungiwa katika maeneo yetu wenyewe na katika mashamba yetu wenyewe. Kwa hiyo ndio maana tunajua kabisa moja kwa moja kwamba waliofanya kitendo hiki ni wakulima, sio wafugaji. Diwani wa kata ya Kaseme Andrea Kalamula amewataka wananchi kuendelea kuwa watulivu na kuepuka vitendo vinavyoweza kuvuruga amani wakati uchunguzi wa tukio hilo ukiendelea. Zimefia kwenye shamba ambalo halina mazao, lakini kwa jinsi tulivyoshuhudia ikawa mtu mmoja sasa kwa fitina zake alitega maganda ya viazi akaweka sumu, na kisha ng'ombe hawa wakati wanachunga wamekula hayo maganda ya viazi. Hatimaye ng'ombe 4 wamefia pale pale, lakini na wengine wameenda kutibiwa nyumbani wakiwa na hali sio nzuri. Mimi niombe tu kwa ufugaji, kwa sababu tukio limetokea hili la kusikitisha, niombe wao na subira wakati vyombo vya uchunguzi vinaendelea kuchunguza, ili wasiweke hamaki ya kuendelea kuvunja amani katika maeneo haya. Maana sasa wote tunatakiwa tuishi kwa amani, tusianze kuchukua hatua zingine, matokeo yake sasa tukavunja amani ya nchi yetu. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.